Haleluya, watu wa Mungu. Niko kwenye mazingira haya nikiwa kwenye hatari kubwa kwa sababu ya yale ninayokuwa anayafanya, hasa katika kuonyesha kwamba mtu fulani ameonewa ama lile ambalo amefanyiwa silo. Lakini katika mazingira yote hayo ni kwamba wakati mwingine hata tukikaa kimya bado kufa tutakufa na hakuna atakaishi milele. Nimeimba nyimbo hizi mbili, wimbo ule ambao nilikuwa nasema Gwajima uwe hodari, na wimbo wa Tonane kwa hakimu au kwa mhukumu ambaye atajulisha hata wale wanaokataa kwamba sisi wala hatusiki na utekaji, au mnaosema sisi tunawatuma au tunawalipa hela, si hatuwajui hao watu wanajiteka ama wanafia kwa waganga wa kienyeji. Najua mtu kama Askofu Gwajima kwa sasa ndani ya nchi ya Tanzania, mtu ambaye ni haramu kumuongelea. Anaongelewa mengi kwa sasa. Kuna hata vimagazeti vinazuka vinaongelea sijui mara wazee wa kanisa wamemkataa. Kuna taarifa za vyombo vya habari ambavyo kwa asilimia zaidi ya 80-90 ni za kufoji, za graphic design zinazosema jeshi la polisi la kamata kilo 50 za dawa za kulevya kanisani kwa Gwajima. Ni taarifa ambazo wana edit vya Millard Ayo na Jambo TV ili kuonyesha kwamba Askofu Gwajima ni mtu mbaya. Nisemacho mimi ni kwamba vyovyote vile, najua kuishi kwetu duniani kuna watu ambao ili tuwatese, ili tuwasulubishe, tunawapa majina mabaya. Lakini katika kuwapa majina mabaya haina maana kwamba wao kweli watakuwa wabaya. Halikadhalika inawezekana kuna watu sisi ambao ndio tunaohusika kuwapa hao majina mabaya, ama hata kama hatuhusiki kuwapa majina mabaya tungeweza kuyafuta hayo majina mabaya, kwa maana kwamba tunayo mamlaka ama tunajua anayehusika kuwapa majina mabaya ni nani. Lakini leo hii ukiongelea, unaongea jambo lolote la kumtaja Askofu Gwajima kwamba ni mwema, wao unaonekana ni adui wa serikali, ni adui wa watawala, ni adui yoyote. Lakini swali linakuwa, Askofu Gwajima aliraise hoja gani? Okay, sijajua kwa sababu kimsingi yule sio kama sisi. Yeye alikuwa na usajili, amefutiwa kwa sababu hoja ni alihubiri nini? Kile alichohubiri kweli kilikuwa ndio kuchanganya dini na siasa. Kile alichohubiri hakuna mapadre wa Kiroma wanaohubiri yale. Hakuna mapadre wa Kilutheri, maaskofu wanaoongea yale. Makanisa ya Kilutheri ama Roman Catholic wamefutiwa usajili kwa sababu ya kuongea yale. Sasa niongeacho mimi ni kwamba mimi nakubali lolote naweza kutokea kwenye maisha yangu kwa sababu ya haya. Nakubali kimsingi ni kwamba naweza nikawa sina nguvu ya kuwazuia wasiojulikana, sina nguvu ya kuwazuia watekaji, sina nguvu ya kumzuia yeyote anataka kufanya lolote. Kwa sababu haya mambo saa yote anaweza kageuka kesi. Na nikujulishe kwamba mpaka mtu anatekwa ni kwa sababu hao wanaomteka wanakuwa wamekosa kosa la kumshtaki. Yesu mpaka wanamuua walikosa kosa la kumshtaki, wakalazimika waseme huyu amekataza watu kutoa kodi, wakati Yesu aliwaambia ya Kaisari mpeni Kaisari, ya Mungu mpeni Mungu. Manake Yesu hakukataza watu wasitoe kodi. Naongea kitu gani hapa? Naongea kwamba mimi nafahamu nyimbo hizi zinazoimba, video hizi zinazotoa zitakuwa ni video zitaendelea kuhukumu ulimwengu milele. Hizi nyimbo nazo andiko haya ninayosoma kwenye hizi nyimbo yataendelea kuhukumu ulimwengu milele. Iwe nitakuwa hai, iwe sitakuwa hai. Lakini nafahamu haya ninayofanya
yatabaki kuongea na dunia kwamba ndio sisi tunaopinga utekaji, tunaopinga uuaji, tunaopinga ubaya, tunaopinga dhuluma, maonezi, ufisadi. Baadhi ya watu mnasali, mnachanganya dini na siasa. Baadhi ya watu mnatuita tunapingana mamlaka. Baadhi ya watu mnatuambia tuna udini. Lakini hakikisheni mnaotuambia tuna udini, wanaotekwa sio wachungaji tu. Atatekwa shehe wako, atatekwa imamu, atatekwa ustazi. Ndipo utakapojua kwamba tulikuwa tukipinga utekaji hatui na hasa yule ambaye atakuwa akionekana mlengo wake ni wa kupinga uuaji, wa kupinga utekaji, wa kupinga dhuluma. Kwa mimi naongea nikiwa kwenye mazingira haya, mimi naongea nikiwa kwenye hali hizi, nikiwa kwenye hatari, nikiwa wakati mwingine hata ninahofia kwamba sasa unavyoongea kama haya, unavyoenda kufanya, hata unavyoimba wimbo, najua wanaweza wakaja wakanichukua nyumbani wakanifanya lolote watakalo, ila neno moja semalo kwa watekaji, kwa wasiojiona, ni kwamba mlisha kumaliza tunaopinga utekaji, mtaanza kumaliza ninyi kwa ninyi, kwa sababu ukishazoea kula nyama ya mtu huwezi ukaacha. Ukishazoea kumwaga damu, ukimwaga za wale unaoona ni maadui, utaanza kumwaga za wale ambao ulidhani mnakula dini pamoja. Hii ni kwa sababu mwisho wa uovu ni aibu, mwisho wa utekaji ni aibu, mwisho wa dhuluma ni aibu. Ni aibu hata kama leo nadhani unalinda cheo, unalinda mali fulani, unalinda gani, itakufaidia nini? Unalinda cheo kwa kumwaga damu, itakufaidia nini? Unatafuta kupanda cheo kwa kumwaga damu. Ewe uliye na cheo chochote nisemacho, mkiisha kutumaliza nanyi pia tonane bandako, mtatoa hesabu. Leo hakuna anayehusika na utekaji. Kila ukiongea mtu anakimbia. Wengine wanasema watakuwa wanaenda kufia kwa waganga wa kienyeji. Hakuna. Mwingine ngojima tu atoe nje, sawa, hamna shida, tupa. Hamna shida, tunatupa nje. Hatuwezi kukatiza chama chano kiona itikadi kama sawa, wala si atuingili chama chano wala kituhusu. Ila tusema uuaji sio binadamu, usiopenda simtendee. Usiopenda hata mwanao atolewe tu mfano kwamba kitolewa macho. Watoto wenzako sio wametolewa mifano. Hivyo vitu vimewakuta kweli, damu zao tunaziona kwenye video, zimemwagika, wamepigwa na vitu vizito. Lakini kwa sababu mmevaa roho ya unyama, mmevaa roho ya ukatili, mmevaa roho ambayo hamuoni lolote kwamba ni baya. Nisemacho, inawezekana nyimbo hizi zikapelekea hatari yoyote, inawezekana video zake zikapelekea hatari yoyote, ila mimi nisemacho, siku yoyote ninayoishi taendelea kuiambia dunia, dunia geuka, dunia geuka. Ulienda cheo, geuka, usilinde cheo, usilinde nafasi unayo. Ni afadhali ukapata hasara ya mambo yote, lakini usishiriki uovu. Kama wewe ni askari wa jeshi lolote, kama wewe ni kiongozi kwenye nafasi yoyote, afadhali ukapoteza hicho kinafasi kuliko kwa kubali kushiriki uovu. Na kuhakikishia siku ile inakuja, Bwana mhukumu wake yu karibu kuja kumlipa kila mtu sawa na dhuluma aliyohusika. Alikuwa analinda cheo, alikuwa analinda familia, alikuwa analinda watoto wake wasiale njaa. Siku ile itakayofunua maovu na dhuluma zote mlizohusika, siku ile yaja tena, hii karibu, na yote mnayofanya yanakijaza kikombe cha hasira ya Bwana ili pate kuja karibu zaidi. Niseme Mungu mhukumu wake yu karibu kuja. Hii ni sauti ya mtoto wa mtu aliaye kutoka gerezani. Kwa mwenyewe nalia kutoka mahabusu. Nafahamu inawezekana hata saa inayoongea naweza likanipata lolote. Bwana mhukumu wake yu karibu kuja kumlipa kila mtu sawa kazi na maisha yake. Hii ndio maana ile neno Maranatha. Amen.